Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taifa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa Baba Makamu Askofu Mkuu wa kanisa hili pamoja na viongozi wote wa kanisa, viongozi wetu wa chama na serikali waliohudhuria katika ibada hii, niseme tu itifaki ikiwa imezingatiwa. Kwa majina naitwa Al-Haj Ibrahim Mohamed Shayo, ni mkurugenzi wa makampuni ya Ibraline. Ndugu zangu, nimesimama mbele kwa unyenyekevu mkubwa sana, lakini kwa huzuni mkubwa na moyo wenye majonzi. Napenda kutoa pole zangu za dhati kwa familia, kanisa la TAG na wote walioguswa na kwa kuondokewa kwa mtumishi wa Mungu, Askofu Dr. Emmanuel Lazaro, askofu wa kwanza wa kanisa letu la TAG. Marehemu alikuwa zaidi ya kiongozi wa kiroho. Alikuwa jirani yangu mwema, mtu mwenye hekima, mwenye ushirikiano wa dhati katika maendeleo ya jamii yetu iliyotuzunguka. Katika maisha yake alisimama kama taa iliyo juu ya mlima, ikitoa mwanga. Narudia, katika maisha yake alisimama kama taa iliyo juu ya mlima, akitoa mwanga wa matumaini kwa wengi. Tunapoomboleza tuendelee kumwenzi kwa kuendeleza yale aliyoyaamini. Aliamini amani, aliamini mshikamano na maendeleo ya kweli kwa jamii. Ni vigumu kuamini kuwa tumepoteza mtu wa thamani kama Askofu Dr. Emmanuel Lazaro, askofu wa kwanza wa kanisa letu na ni kiongozi aliyekuwa akiendeleza masuala yote ya hekima, busara, upendo na kumcha Mungu. Mimi binafsi nilikuwa naye karibu sana. Nakumbuka mimi nilikuwa jirani yake kule Shanty Town anakokaa marehemu. Mimi ni jirani yake, lakini vile vile kwenye kanisa hili, jirani ya kanisa hili, mimi ndio ofisi zangu za kampuni ziko hapa. Na ni mtu ambaye alikuwa akinitembelea na sintakaa nimsahau kwa kunishirikisha tendo moja kubwa sana katika kanisa hili. Marehemu aliwahi kuniita na kunishirikisha ujenzi wa kanisa hili. Lakini wakati marehemu ananishirikisha ujenzi wa kanisa hili, alijua kabisa kwa dhati mimi imani yangu ni ya Kiislamu. Nini maana yake? Maana yake marehemu hakujali dini katika maendeleo. Wewe una udini gani? Marehemu alichokuwa anahitaji yeye ni mahusiano ya kijamii, pasipo kujali wewe ni kabila gani, wewe ni dhehebu gani. Lakini ndugu zangu, mimi tu niseme kwamba marehemu alikuwa ni mcha Mungu sana sana sana. Na kwa tabia zangu nisingeweza kuwa karibu na baba askofu kama asingekuwa na zile tabia ambazo ziko ndani ya roho yangu. Ndugu zangu, baba askofu ameondoka, ametuachia kazi kubwa sana. Katuachia kazi ya kuliendeleza kanisa, katuachia kazi ya kutuunganisha kati yetu sisi na wale madhehebu mengine, katuachia kazi ya kuendeleza dini hii
ndani ya mkoa huu na nje ya mkoa huu. Natamani nimfananishe baba askofu na mtu yoyote kwenye Biblia, lakini kuna kipande cha Biblia nadhani mtakuwa mashuhuda nyie kinachomzungumzia Dorcas. Naomba nimfananishe baba askofu. Naomba nimfananishe baba askofu na Dorcas yule wa kwenye Biblia. Dorcas alikuwa ni mcha Mungu sana, lakini Dorcas alikuwa ni mwanamke mwenye huruma sana. Lakini Dorcas alikuwa ni fundi wa cherehani. Dorcas alikuwa akishona makoti, alikuwa anaoshonea wajane na alikuwa anaoshonea bure. Lakini siku Dorcas anafariki, wajane wote walikimbia, wakamchukua, wakampeleka gorofani, na kisa wakakumbuka kwamba Petro yuko nje. Walitoka wawili wakamfuata Petro, na Petro akaja akapiga magoti na kumwombea Dorcas. Baada ya pale Dorcas alifungua macho yake na akanyosha mikono yake na akazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo namfananisha baba huyu na Dorcas kwa matendo yake mema. Na tumesikia mahubiri ya mchungaji aliyotupa, ametupa mahubiri mazuri sana. Kwanza staili yake ya mahubiri nimejifunza mengi sana. Kitendo kwanza cha bila kuanza mahubiri kumuita kwanza mpenzi wake amuombee, mimi nimepata faraja sana. Nimepata faraja sana na nimejifunza jambo. Tuna tabia ya kuwa na maswiti wetu nyumbani kimya kimya, kumbe tuna uwezo wa kuwaita hata kanisani, mama njoo. Baba mchungaji, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa kumuita switi wako akuombee. Na alipokuombea hatukuona miguu inatetemeka. Lakini vile vile baba mchungaji, nataka nikuhakikishie, na Uislamu wangu nimetoka na ile tabia ya Lazaro na yule tajiri. Kumbe unaweza ukawa tajiri hapa duniani, lakini kwa Mungu ukateseka sana. Nimejifunza tusiwaache wale wakina Lazaro, kabla hatujashiba sisi washibe wao, ndipo tuone ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana.